Wakizungumzia tukio hilo katika mkutano wa kijiji mara baada ya kutafuta mwili wa binti huyo kwa muda mrefu na kuupata, mama mzazi wa binti huyo anasimulia tukio hilo. Jumanne mtoto wangu alienda shuleni. Mtoto wangu nimemsubiri mpaka usiku, nikasema labda yuko kwa jirani hapa Gidamara. Asubuhi nikachunguza, nikaenda shuleni kuuliza mwalimu kwamba mtoto wangu jana yuko shuleni. Akasema ndio, tumeruhusu mtoto kwenye muda saa 10 yuko shuleni, ila nasikia ameshuka mbugani nyumbani na hajafika. Alhamisi ndio mtoto akapatikana mashambani kwa ajili ya wange. Wananchi nao wanapaza sauti zao juu ya tukio hilo. Sasa leo sisi tuna wasiwasi watoto wetu wa sekondari ya Yasea wanaendaje shuleni? Sawa wanaendaje shuleni? Sisi kama kina mama tunahuzunika, tunawaza 11 tuamke asubuhi tusindikize watoto wetu. Je, tunapomsindikiza huyo mtoto, na mimi mama siwezi kubakwa? Kama mtoto niliyemzaa anamrudi mdogo wake, anamrudi na mama yake, je, inakuwaje? Kuanzia leo sisi wa mama hawa tangia jana wamekaa porini, tulikuwa na mimi kule porini mpaka saa 3 usiku wa mama. Kiliko niambie, si kweli? Wa mama wamekaa saa 3 usiku porini kule. Watu walipozika wakaondoka. Taarifa si tuliyopata ya huko, mtoto kitu alichofanywa ni mbaya sana. Mtoto wetu anaangia hapa kichwani, hata tujui ndo amepigwa, macho ametobolewa. Alafu huku chini kwa walioenda kumosha wanasema hamna kitu, ila si tulibahatika tu kuona uso kweli. Mtoto wetu amefanywa kitendo cha kikatili sana, inatuuma sana jamani. Kwa matendo mabaya haya yanatendea watoto wetu kweli. Sisi ni wazazi, tunapata uchungu jamani. Tunaiomba hii serikali iangalie jinsi watoto wetu wanaponyanyasika kweli. Wananyanyaswa sio hawa tu, inawezekana hata wadogo wa kiume itaweza kuwa ndio watafanywa matendo haya wao kwa sababu hawana nguvu. Kamanda wa polisi mkuu wa Manyara Ahmed Makarani akizungumza kwa njia ya simu amethibitisha kifo cha binti huyo. Ni ukweli ni kwamba huyo mtuhumiwa anaitwa Elias Daniel. Ndio. Yake ni miaka 26. Ndio. Na mkazi wa Gidamara hapo nani yuko chini ya ulinzi sasa hivi kwa tuhuma hizo za kuhusika na hilo tukio la kubaka. Hatua ya upelelezi yani bado upelelezi haujakamilika kwa sababu kuna mambo ambayo ya kitaalamu ambayo hatuyafanyi sisi, tunategemea wenzetu. Kwa mfano kuna masuala ya kutizama mambo ya DNA ambayo hatufanyi sisi, wanafanya wenzetu Dar es Salaam na Arusha. Kwa hivyo hilo ndio linatuchelewesha, lakini otherwise mambo mengine yote ya kiupelelezi yamekamilika.